Mpendwa mtazamaji, Dominika ya 6 ya kipindi hiki cha Pasaka. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu, masomo yetu tunayapata kutoka katika somo la kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya 8, aya ya 5 hadi ya 8 na aya ya 14 hadi ile ya 17. Somo la pili tunalipata kutoka kwa waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ile ya 3, aya ya 15 hadi ile ya 18. Injili tunaipata kwa mwinjili Yohane, sura ile ya 14, aya ya 15 hadi ile ya 21. Nitaisoma Injili. Yesu aliwaambia wafuasi wake, mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo, na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya 8, inazungumza habari za kanisa la mwanzo. Kanisa hili la mwanzo, baada ya Yesu Kristo kupaa mbinguni, lilikuwa pale Yerusalemu likifurahia ujazo wa Roho Mtakatifu. Na katika furaha ile ya ujazo wa Roho Mtakatifu, wakawa wanaenda nyumba kwa nyumba wakiumega mkate. Wakasahau amri ambayo Yesu Kristo alikuwa amewaambia, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili. Yesu akaruhusu mauaji yatokee kwa baadhi ya wafuasi wa Kristo, kuanzia kwa Shemasi Stefano. Mauaji yale yaliyotokea na kanisa likaanza kupigwa kwa mkono wa Sauli, ndipo wakakimbia wakaenda maeneo mbalimbali. Mojawapo alikuwa ni yule Filipo, ambaye alimbishia Yesu kwamba hatujui unakoenda, utuonyeshe njia. Na baadaye pia akamwambia Yesu Kristo kwamba utuonyeshe Baba, yatutosha, tumechoshwa na maneno yako. Filipo huyu akakimbilia maeneo ya Samaria ambayo ilikuwa haikumpokea Yesu kipindi kile. Na baadaye wale mitume wawili, Yakobo na Yohane, wakasema tuagize moto ushuke uje uteketeze kijiji kizima. Wakampokea Filipo. Walipopokea Filipo, miujiza mikubwa ikafanyika katika lile eneo la Samaria. Ishara nyingi zikatokea, wale watu wakabatizwa. Ikawa ni furaha kubwa, taarifa zilipokwenda Yerusalemu kwamba Samaria imepata wokovu, wamempokea Bwana. Ndipo mitume wawili walikuwa kule Yerusalemu, Petro na Yohane, wakashuka kwenda Samaria kwenda kuwapatia kipaimara, ili wale ndugu waweze kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nao wakapokea Roho Mtakatifu, kwa maana walikuwa bado hawajampokea na walikuwa wamebatizwa tu. Na ndipo walipowekewa mikono hawa watu wa Samaria, na baadaye wakampokea Roho Mtakatifu, wakazidi kuimarika zaidi na zaidi. Sasa habari hizi za Roho Mtakatifu ambaye hawa mitume wameenda kuwawekea mikono wale watu wa Samaria, wakajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, ndio Yesu anakuja kuzungumza zaidi katika
injili hii ya Yohana sura ile ya 14. Baada ya kutoa mafundisho marefu kwa wanafunzi wake katika ile karamu ya mwisho, wanafunzi hawa wameingia fadhaa, wana hofu. Bwana wao anaondoka, anawaambia maneno haya, anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Maneno haya Yesu anayoyatamka kwa mitume wake, alikuwa anawaambia kwamba katika mashaka yenu ambayo mko nayo, kwamba mimi naondoka, mdumu katika amri ya upendo, mpendane. Na alizungumza ile katika Injili ya Yohana sura ya 13 kuanzia aya ya 1 mpaka ya 5, alipowaosha miguu mitume wake. Na alipowaosha wale miguu mitume wake, aliwaosha wote. Alipofika kwa Petro akakataa, akasema, usipooshwa miguu kuna shirika pamoja na mimi. Na akasema, vile nilivyowatendea na ninyi mfanye vivyo hivyo. Ishara ya upendo, mkipendana. Aliamua kuwapatia amri ya upendo kwa sababu walikuwa na tofauti nyingi. Kuna wengine mle ndani walikuwa ni wasomi. Mitume walikuwa na tofauti ya wengine ambao walikuwa hawajasoma. Kuna wengine walikuwa na umri mkubwa. Kuna wengine walikuwa ni mlipuko wa mara kwa mara, kina Petro. Wengine walikuwa wana hasira. Kundi hili akiondoka, ambalo mara kwa mara yeye alikuwa analiongoza, akiondoka litakuwaje? Akasema kwamba shikeni amri ya mapendo, pendaneni. Na ndio maana usiku ule alisema kwamba sasa hivi nawapatia amri moja tu, mpendani. Mpendwa mtazamaji, kanisa la sasa linadaiwa upendo. Kanisa la sasa linadaiwa kupendana. Kanisa la sasa lina deni hilo kubwa kwa sababu chuki ipo ndani ya kanisa. Na chuki ikiingia ndani ya kanisa haiwezi ikadhihirisha kwamba sisi ni wafuasi wa Kristo. Waumini kwa waumini wana chuki. Viongozi kwa viongozi wa kanisa wana chuki. Hata wale ambao tulijua kwamba wanaweza kusimama mbele za Mwenyezi Mungu kuweza kutupatia mwongozo, chuki imekuwa ni kubwa, hakuna kupendana. Mimbali sasa hivi inatumika katika swala zima la kuumiza watu, si katika habari za kutoa neno la upendo. Na upendo ambao Yesu anaozungumza si upendo ule ambao ni wa vitu na vitu, nipe nikupe, ambao ni eros. Hapana. Si upendo wa familia ambao unaitwa filia. Hapana, ni upendo wa agape. Upendo huu kwamba nakupenda jinsi ulivyo, kama yeye pia alivyotupenda jinsi tulivyokuwa wadhambi, akatupenda, akaja akamwaga damu yake hapa msalabani. Usije ukampenda mtu kwa sababu kuna kitu fulani anakutendea. Usije ukampenda mtu kwa sababu mmetoka katika familia moja au kabila moja. Hapana. Mpende mtu katika ule upendo wa agape, upendo ambao huu hauna masharti yoyote yale. Anasema mkizishika hizi amri, watu wote watajua kwamba ninyi ni wafuasi wangu. Na mkizishika hizi amri, amesema yeye atafanya kitu kimoja kikubwa zaidi, ni kumwomba Baba aweze kutupatia msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu. Huyu ambaye Yesu anamzungumza kwamba ni msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu, sehemu nyingine wanamuita Parakletos. Parakletos ni nani? Ni neno ambalo lilitafsiriwa katika lugha ya Kigiriki likionyesha kwamba ni mtu ambaye ameitwa kuja kwa mtu mwingine ili aweze kutoa ushauri, ili aweze kumtetea mtu kisheria, ili aweze kuleta upatanishi, na au aweze kuweza kuwa ni mwombezi. Kwamba nimepelekwa mahakamani na tayari nimefanya makosa, na pale mahakamani sasa hukumu inatolewa kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa analetwa mtu mwingine kuja kunizungumzia badala ya mimi ambaye nimetenda madhambi hayo. Sasa huyu ndio anaitwa Parakletos, ambaye ndiye msaidizi. Anakuja mahakamani ambapo mimi lazima nifungwe kisheria. Anakuja kunitetea, huyu ni wakili. Na atakapokuja kuzungumza pale, kwa sababu ni mtaalamu wa kisheria, maana yake mimi nitakuwa niko huru. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu, msaidizi wetu. Na baadaye pia kwamba ni mshauri. Huyu mshauri alikuwa anaitwa
Parakletos katika maeneo ya jeshi. Jeshi limekuwa katika mapambano makubwa, limekata tamaa baada ya vita kubwa, wanajeshi hawana nguvu ya kuweza kusonga mbele. Anakuja mtu ambaye anaitwa Parakletos kuja kuwashauri ili waweze kusonga mbele. Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wetu, Parakletos, kwamba tumekata tamaa, kanisa limekata tamaa, familia zimekata tamaa, umekata tamaa katika maeneo ya kazi, huna nguvu ya kuweza kusonga mbele. Mwalike Roho Mtakatifu, Parakletos, kwamba karibu Roho Mtakatifu. Yeye ndio mshauri wako, anakuja kupatia nguvu ili uweze kusonga mbele katika swala zima la jukumu hilo, katika swala zima la wito ambao Mwenyezi Mungu amekuitia. Yesu anasema msaidizi mwingine ambaye anapokuja hapa duniani atakaa nasi milele. Hilo neno la faraja kubwa sana. Roho Mtakatifu yuko pamoja na sisi milele. Yaani ametoka kwa Baba na Mwana. Yeye hawezi kutuacha, atakaa nasi milele, ambaye Yesu anazungumza kwamba ulimwengu huu hauwezi kumpokea Roho Mtakatifu. Ulimwengu huu hauwezi kumtambua kwa sababu yeye ni Roho wa ukweli ambaye yeye hawezi kumjua. Anawaambia hawa mitume, msiwe na wasiwasi, ninyi mnamjua kwa maana anakaa nanyi na atakuwa ndani yenu. Na anayazungumza haya katika vipengele vitatu muhimu sana katika swala zima la Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu huyu ambaye hawa wanafunzi watakuja kumpokea, atawafanya waweze kumjua Mwenyezi Mungu. Yaani watapaswa kuja kumjua huyu Roho Mtakatifu. Ya pili, Roho Mtakatifu atakaa pamoja na wao. Alafu ya tatu, atakaa ndani yao, atakaa ndani ya mioyo hawa mitume ambao walikuwa wamekata tamaa. Basi baada ya kuyazungumza maneno hayo, Yesu anawaambia, anasema, nitakapoondoka msiwe na wasiwasi, sitawaacha ninyi yatima. Anasema naja kwenu. Yatima ni nani? Ambaye huyu Yesu Kristo anawaambia hawa mitume kwamba sitawaacha ninyi yatima, nakuja kwenu. Yatima alikuwa ni mtu ambaye hana wazazi, wazazi wake wamekufa. Kwa hiyo wale ambao ni yatima, hawa mitume ambao wanajiona kwamba kiongozi wao amekufa, ameondoka, wasijione kwamba wako peke yao. Roho Mtakatifu yeye ndiye atakayekuwa mzazi wao. Yatima ndiye ni mtu ambaye ameachwa peke yake. Kuna nyakati hawa mitume walijiona kwamba wameachwa peke yao, Yesu atakuwa hayupo. Yaani watafanyeje? Kwa sababu wana maugomvi. Na kuna kipindi unajiona kwamba umeachwa peke yako, huna msaada. Roho Mtakatifu yeye ndio anayekusogeza karibu sana katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, mpaka unajisikia ule uwepo wa Mwenyezi Mungu ndani ya maisha yako. Yatima, mpendwa mtazamaji, ni mtu ambaye amepoteza matumaini. Amepoteza katika matumaini katika maisha yake. Hana kitu cha kuweza kutoa, hana lengo tena. Roho Mtakatifu sasa anakuja, anamfanya huyu mtu anakuwa na matumaini mapya. Yatima ni mtu ambaye ameachwa bila maagizo yoyote yale, kwamba ni namna gani atakavyoweza kutembea katika njia hii. Roho Mtakatifu yeye ndio mwalimu, anatufundisha vitu vyote. Yatima ni mtu ambaye ameachwa bila ulinzi. Roho Mtakatifu ndio anayetupatia ulinzi. Amesema naja kwenu. Katika hali hiyo, mpendwa mtazamaji, katika kipindi hiki ambacho uko nacho, je, uko katika wasiwasi wa hawa mitume ambao wao wenyewe walikuwa wamekata tamaa? Yesu anasema hajakuacha yatima, anakutumia Roho Mtakatifu. Anasema siku hiyo basi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu na Baba yu ndani yangu, na yeye aliye na amri zangu na kuzishika ndiye anipendaye. Tumpende Mwenyezi Mungu, Roho Mtakatifu aweze kukaa pamoja na sisi. Tupendane sisi wenyewe kwa wenyewe ili watu wote waweze kutambua kama sisi ni wanafunzi wake. Na Roho Mtakatifu ndiye anayetuongoza katika kweli yote. Hatutabaki kuwa yatima. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.